Bwana Joe, mambo vipi? Safi. Kwema? Kwema kabisa. Mambo yanasemaje? Fresh. Umeenjoy mechi? Yeah, tumeangalia mpira mzuri sana. Ndio. Simba wanaondoka na ushindi wa bao 1-0. Lile bao ambalo limefungwa na Jean Charles Ahoua. Kwa mazingira yale, kwa mazingira ambao bao limepatikana, ile free kick aliyofunga, ni kama kulikuwa kuna movement, kulikuwa kuna kama kuna offside hivi. Watu wanazungumza, hata ukipitia mitandaoni pia unakutana na mijadala kama hii. Kwa upande wako goli umelionaje? Ya, mimi nadhani tulikuwa na goal line technology pale na ndio imeamua goli. Goli ilikuwa hivi kwamba ile free kick kipindi inapigwa, kabla haijapigwa Kibu Dennis alikuwa kama sehemu ya kuotea. Lakini baada ya kupigwa kuna baadhi ya wachezaji kama wanne walienda kwenye mstari ule ule ambapo alikuwa Kibu Dennis. Na ule mpira Kibu Dennis hajaugusa. Ingawa aliingilia mchezo, ndio maana wachezaji wa Stellenbosch walikuwa wanalalamika kwamba ni offside, lakini ile ni clear goal. Hamna offside. Bao 1-0 mnyama anaondoka nalo kwenye mchezo huu. Pengine hii inatoa taswira gani sasa kuelekea mchezo unaofuata? Ya, mimi nadhani waende wakaangalie wapi walikuwa bora na sehemu gani ambapo hawakuwa bora. Yaani wakienda kwenye uwanja wa mazoezi waweze kufanyia makosa yote ambayo walikuwa nimeona walianza kuvuja kipindi cha pili, walivuja sana katikati. Kwa hiyo nadhani ni kwa sababu ya ule mfumo ambao ulivyokuwa kipindi cha pili, walibadilisha mfumo baada ya beki kutoka Shamoka Labua. Kwa hiyo wakawa wanabadilisha, huyu anacheza anarudi chini, huyu anapanda. Kwa hiyo itabidi waangalie wanaweza kufanyaje ili waweze kwenda kushindana na wale Stellenbosch. Wako vizuri sana. Sawa bwana Mwayombo. Vipi? Goli la Jean Charles Ahoua. Tulijadili goli kwanza kabla ya kujadili performance yake na mchango wake kwenye michuano hii ya kimataifa. Goli lake leo hii unaweza ukawa una yapi ya kuzungumza baada ya goli lile? Unajua ukiangalia vizuri kwenye lile tukio lilivyokuwa wakati Ahoua anaenda kupiga ule mpira, Kibu Dennis alikuwa hajazidi. Lakini ule mpira ambao unanyanyuka hewani hivi, kuna sehemu alikuwa kama kaotea hivi. Baadaye ule mpira Mukwala alikuwa anataka kuugusa. Akapitisha mguu. Wakati hakuugusa ule mpira moja kwa moja, lakini pale ndo utata ulipoleta. Yaani VAR imekuja kuchunguza katika lile eneo. Mpira wakati unatua umetoka kwa Mukwala sasa umedunda pale, umekuja kwa Kibu. Je, ameingilia mchezo? Kwa hiyo ukiangalia movement nzima unaona Kibu hakuwa kwenye mtego wa kuotea. Na vile vile Mukwala. Mukwala hakuwa kwenye mtego wa kuotea. Umeona? Kwa hiyo kwangu nafikiri hata mwamuzi alikuwa na mashaka kidogo, alikuwa anahisi labda Kibu Dennis alikuwa ameotea. Lakini ukija kuangalia vizuri, ule mpira umedunda kwa karibu na Mukwala. Wakati unadunda kutoka pale, Kibu katika ile eneo alikuwa amekaa, alikuwa hajaotea. Hajaotea kabisa. Na hata mpira wakati unapigwa alikuwa hajaotea. Lakini ile picha ikionyeshwa moja kwa moja mwanzoni, tulikuwa tunapata mashaka kama ameotea hivi, lakini yote kwa yote kwa sababu kuna wataalamu wa VAR walikuwepo pale uwanjani. Tumeona hata jana kuna magoli kama 4 yamefutwa kwa sababu ya hizi offside. Lakini leo Simba amepewa goli kwa staili hiyo hiyo. Mimi naamini mwamuzi alikuwa sahihi sana. Leo amecheza pati yake vizuri sana. Lakini hizi movement ambazo zilifanywa na Mukwala pamoja na Kibu Dennis wakati mpira umetoka kwa Jean Charles Ahoua, pengine kwa namna moja ama nyingine hauoni kwamba inaweza ikawa ni kama wamejihusisha nao kwa namna moja ama nyingine? Yaani kujihusisha, sikatai wamejihusisha na ule mchezo. Lakini hebu mpira yaani mchezaji anakuwa ameotea ulikotoka. Mimi nimeiangalia vizuri sana ile picha mara kurudia. Wakati Ahoua anapiga ule mpira, Kibu alikuwa hajaotea. Alikuwa kwenye eneo sahihi kabisa. Ila wakati mpira upo hewani kuna sehemu Kibu kama alikuwa ameotea. Yaani alikuwa anaonekana hivyo, lakini mpira umeshapigwa kutoka kule. Ulikuwa umeshatoka. Maana mpira umeshatoka kwenye mguu wa Ahoua, ameshaupiga. Ina maana unakuja kwenye box moja kwa moja. Kwa hiyo kivivyote vile mwamuzi alikuwa sahihi kuweka ile goli, yani kuwa ni goli clear kutokana na movement zilizo kwa haraka. Mtu akiangalia anaweza akasema ile ni offside kwa sababu ule mpira ulipokuja ulikuwa kama katika hivi. Ndio maana mimi nikataka kujiridhisha, nikaangalia engo ya kwanza wakati Ahoua anapiga mpira, Kibu hajaotea. Alikuwa sahihi. Ana wote wawili. Wakati mpira unakuja kudunda karibu na Mukwala, ndio wakaonekana sasa wamesogelea. Huyu Mukwala ametoka nyuma na Kibu naye ametoka nyuma. Lakini wote wawili hata kama Mukwala angeugusa ule mpira
angefunga yeye bado alikuwa hajautea. Hata Kibu angefunga yeye. Yes, bado hakuna aliyekuwa anautea kwa sababu unaangalia mpira umetoka point A ni kwa nani? Kwa Ahua. Wakati anapiga je, walikuwa wamezidi? Wachezaji wote walikuwa hawajazidi. Yeah. Kwa hiyo kama ingetokea labda Mkwala anaunganisha au Kibu Denis anaunganisha, ingekuwa pia ni sahihi pia kabisa, ingekuwa ni clear goal. Kumekuwa kuna utata kwenye matukio haya ya uamuzi. Tumekuwa tukiona matukio kadha wa kadha yakileta utata kwenye swala la VAR ama kwa upande wa waamuzi. Pengine kwa upande wako hii inatoa funzo gani na inatoa pia somo kwa wale ambao walikuwa na mashaka na VAR kwenye michuano hii? Mimi naamini VAR inaongozwa na binadamu pia inafanya kazi nzuri. Na ndio maana kama ulikuwa unaangalia vizuri ile mwamuzi alizungumza pale na wenzake, baadaye akaamua kwenda kujiridhisha mwenyewe, aonyeshe tukio, bwana hili tukio vipi, akaona ni sahihi. Mimi naamini VAR iko vizuri tu. Tangu AFCON ilituonyesha hakuna shida yoyote, isipokuwa makosa huwa yanatokea kwa binadamu. Hata Ulaya ambako wamepiga hatua kubwa wanakosea. Kwa kama kule Ulaya wanakosea, iweje Tanzania ama waamuzi wa Afrika wasikosee? Ni kitu cha kawaida kwa sababu wale ni binadamu. Lakini kwa scenario ya leo Simba hajabebwa. Kwangu mimi lile ni goli clear kabisa. Yaani ile ni clear goal. Goli la Ahua ni goli zuri kabisa. Yaani sio ni, kuna watu wanaweza kusema labda Simba amebebwa, kwangu mimi hapana. Simba hajabebwa na maamuzi wala VAR pale. Ni clear goal ile pale. Sawa, mchango wa Jean Charles Ahua kwenye mechi za kimataifa lakini pia kwenye ligi kuu. Unaweza ukawa na kipi cha kuzungumza kwa kiwango ambacho amekuwa kikionyesha, lakini pia kwa magoli yake ambayo amekuwa msaada kwa upande wa Simba? Hadi hivi sasa ameshahusika kwenye mabao 5 kwenye mechi za kimataifa. Ametoa assist 2, ana mabao 3, japokuwa leo amepoteza bao la wazi. Pia ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba. Mchezaji muhimu sana ambaye Simba sipokuwepo uwanjani ndio utakuja kuona bana au hayupo uwanjani. Akiwepo uwanjani watu watamuona ni kama mtu wa kawaida, na ndio maana umeangalia hata goli alilofunga ni kwa staili ambayo ni ngumu kidogo, ni free kick. Ina maana amepiga mbali ile, na kuna shuti lingine pia alipiga vile golikipa akawa amecheza, japokuwa amekuja kukosa ile goli la wazi ambalo kazi nzuri ya Mpanzu akamwekea, amemdanganya golikipa, amempiga chenga. Lakini kwenye ile kutaka kushuti yaani kutafuta engo ya goli, kwa sababu alikimbia goli akapoteza ule mpira. Ni kitu cha kawaida, wachezaji wengi wanakosa magoli kama yale kwenye ulimwengu wa soka, hata Ulaya huko ni matukio ambayo yanatokea kila siku. Kwa hiyo kwangu mimi sijashangaa, na hata watu wanaomlaumu pia sipo upande wao, naamini wanakosea sana. Hii ni football. Yani football ndio ilivyo. Ni kitu cha kawaida wachezaji kupoteza nafasi za wazi kwa sababu wale ni binadamu, na mimi naamini yeye ni mchezaji mkubwa tayari, hawezi kuliweka kichwani. Anachotakiwa ni kwenda ugenini kupambana, aendelee na kazi yake ile ile, kuibeba timu yake kuipeleka mbali zaidi. Sawa. Bwana Joe. Naam. Bwana Mr. Joe, tunazungumza hili Simba wameondoka na ushindi hii leo wa bao 1-0, lakini sasa wanakwenda nchini Afrika Kusini, sehemu ambako hawana rekodi nzuri kidogo kwenye ardhi ya Afrika Kusini. Tuliona mechi mbili ambazo wamecheza za mwisho dhidi ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates, walipoteza mechi zote wamepoteza, na mbaya zaidi mechi hizo pia zilipelekea Simba kutolewa kwenye michuano ya kimataifa. Pengine mtaji wa bao 1 kwako unaona inatosha kwa Simba kuweza kwenda kushikilia bomba kule nchini Afrika Kusini, au wanapaswa kwenda kutafuta mabao katika dakika za mwanzo kabisa kwenye mchezo unaofuata? Mimi nadhani hata Simba anaweza kwenda kuchallenge kabisa. Yaani anaweza kwenda kwa challenge na kwenda kupata ushindi. Kikubwa ni kuongeza umakini. Pale unamwongelea Kaizer Chiefs ambaye alikuwa kwenye ubora mkubwa sana. Unamwongelea Orlando Pirates ambaye alikuja hapa kwa Mkapa akafanya maajabu sana. Kwa hiyo kikubwa ni kuongeza umakini na kuangalia mara ya kwanza nilikwambia kwamba waende waangalie walipokosea. Wafanyie marekebisho pale, umakini. Yaani changamoto ya Simba Sports Club kimataifa, waga wanapoteza umakini. Sio kusema kwamba wanakuwa mechi hawajaicheza vizuri. Wanacheza vizuri, lakini kinachocost ni umakini. Kingine kinachoweza kuwapa advantage Simba kwa sababu our Stellenbosch ni timu ambayo haijazoea mashindano, si ndio? Kwa hiyo ni timu ambayo haina uzoefu mkubwa. Kwa hiyo inaweza ikawabeba Simba Sports Club wakaweza kufanya vizuri. Mimi naamini sana Simba anaenda kupata ushindi South Africa. Sawa, bwana Mwayombo, tumalize hapa. Joe anaamini kwamba Simba wanaweza kwenda kuchallenge, lakini pia na kufanya vizuri huko nchini Afrika Kusini.
Jo, kwa upande mwingine Naam. labda ni kitu gani ambacho Simba wanapaswa kuongeza na kitu gani ambacho wanapaswa kwenda kupunguza ama kukiacha kabisa kwenye mchezo wa marudiano? Ya Simba wasisikilize sana maneno ya watu, cha kwanza. Cha pili, timu yani ushirikiano wa timu uwepo kama ilivyokuwa kwenye mechi zote. Mimi nadhani kikubwa yani ule muungano watakaokuwa nao Simba, muunganiko ambao wako nao mpaka leo hii uendelee kuwa vile vile. Wasisikilize maneno na wasiweze kuwapa pressure wachezaji kama awa goli alilokosa, na nimeona Ateba bado anakosa ule utulivu. Yes. Naye alikuwa na nafasi kubwa ya kushinda goli. Lakini ule utulivu bado ana mambo mengi, yani inabidi watulize kichwa waweze. Kuna Stellenbosch ndio wana timu nzuri sana, lakini Simba Sports Club ni timu kubwa kuliko Stellenbosch. Yes. Kwa hiyo atumie ukubwa wake kuwa giant, kwamba mimi ni giant Africa. Anaweza kutoka na ushindi South Africa kawaida. Ndio. Bwana Mwayombo, ushindi wa bao 1-0, unadhani mashabiki wengi wa Simba bila shaka walitarajia mabao mengi katika mchezo huu. Pengine una kipi cha kuwaambia mashabiki ambao wengi wanaonekana wamefurahia ushindi ndio, lakini kuna wapo ambao hawajaridhika na bao moja? Yaani shabiki wa Simba ambaye ataonekana kuikosoa timu yake kwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 atakuwa ni mshamba kwangu mimi. Unajua sisi wa Tanzania tuna kitu kimoja, tuna scenario moja ya kuchukulia vitu poa, yani tunaamini kila kitu ni rahisi. Stellenbosch amemtoa Zamalek bao 1-0 nyumbani kwake. Unategemea kuwa ni timu nyepesi hiyo? Timu inacheza kwenye ligi ngumu Afrika, inakutana na wakubwa kila siku, unategemea kuwa timu nyepesi hiyo? Mimi nafikiri saa hizi ni kwanza kuangalia timu imeshinda. Yes. Kitu cha pili, utapoenda ugenini ukafanya nini? Okay. Leo hii Simba anaweza kama amecheza hivi ameshinda 1-0 hapa nyumbani. Anaweza kaenda ugenini akashinda vile vile. Mbona tumeshashuhudia mechi nyingi, mfano 2019 Liverpool anachukua UEFA. Sina baya na draw bila nyumbani. Yes. Lakini ugenini anaenda kushinda magoli mangapi? 3-1. 3-1. Hiyo ndio football. Yaani ni vitu ambavyo vinawezekana. Nakumbuka hata 2018 kama sikosei, SuperSport United ilifika finali kwa michuano ya kombe la shirikisho. Robo finali alidraw nyumbani, alicheza na Zesco. Akaenda ugenini akamfunga Zesco 2-1. Akatoka hapo akadraw tena nyumbani na Sifaction. Yes. Bila 1-1 ilikuwa. Akaenda ugenini akashinda 3-1. Ni maisha ya kawaida haya. Juzi Stellenbosch amedraw nyumbani na Zamalek, ameenda kushinda nyumbani ugenini 1-0. Mpira ndio ulivyo. Kama una timu yako iko vizuri, unaweza kushinda popote. Mimi nadhani tumeiona hata kwa Orlando. Yes, Orlando ameweza kutoa sare South Africa na Ahly, then ikaenda kumfunga nyumbani kwao. Kwa hiyo kumfunga nyumbani kwao. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, yani wewe kujipanga tu. Ndio. Sawa. Kwa hiyo bwana Mwayombo, unawaambia mashabiki wa Simba kwamba wasichoke kuiunga mkono timu yao. Yani inawezekana kabisa kushinda Simba. Yani Simba mimi ninachowaambia, Simba hawajacheza na vibonde. Hizi kelele ambazo wanazileta, Simba wamecheza na timu ngumu. Pengine wanaamini kwamba kwa sababu haina uzoefu labda walipaswa kushinda mabao 3, 4. Mabao 3, 4, kwani Simba msimu huu ameshinda mabao 3 lini kwenye mechi za kimataifa kuanzia makundi? Mpira ndio ulivyo, mechi hizi ni ngumu. So mechi yani unajua mashabiki wengi wanakuwa na matokeo ya mfukoni yale kwa mimi Steelers, lakini wanasahau kwa Steelers ameitoa timu bora kuliko Simba. Steelers ameitoa nani? Ameitoa Zamalek. Zamalek ni timu bora kuliko Simba. Okay. Umeona? Kwa kila kitu ina wachezaji wakubwa Zamalek wenye experience ambao wameshachukua ili kombe. Ina makombe ya CAF Champions League mengi tu. Sasa unaichukuliaje poa timu ambayo inamtoa mtu kama Zamalek? Okay. Leo hii kuifunga yani mimi hizi achana na kukosa mabao yale yalotokea ni vitu vya kawaida. Goli ni moja tu ambao unasema la wazi sana. Yes, lakini hata hivyo Simba wamepambana, Simba wamecheza na timu ngumu, sio timu nyepesi. Yaani kitu kikubwa ni kuwapa nguvu wachezaji wao wakapambane tena dakika 90 za Afrika Kusini ili timu iweze kufuzu basi. Lakini kwanza kuwa na maneno sijui fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi. Haiwasaidii chochote Simba. Naam. Okay. Naam. Simba mguu mmoja finali kwa mujibu wa Mwayombo kama alivyosema kwamba Simba wameshatanguliza mguu mmoja. Jukumu linabaki kwa unaiona Simba kushikilia bomba kule nchini Afrika Kusini. Asilimia kubwa sana. Yaani asilimia kubwa sana. Yaani wana timu hiyo. Mimi naamini kabisa. Yaani asilimia kubwa sana Simba wanashikilia bomba. Na kwa mbinu za Fadlu Davids? Yes, yaani kwa mbinu na kwa sababu ni mwenyeji kule. Naona wakifanya hivyo kabisa. Yaani kwa sababu Simba amecheza hivi leo hapa, Simba anaweza kaenda kumpa Steelers game ngumu kule na akapata bao vile vile kule, na uwezo huo anao kwa aina wachezaji ambao anao hasa kwenye ile eneo la ushambuliaji. Okay. Naam. Bwana Joe, tunaona msimu huu Simba wakipata pia matokeo ya ushindi pamoja na sare ugenini. Ilikuwa imezoeleka kwamba timu zetu zinapokwenda ugenini
ni kwenda kudondosha alama tu, lakini tumeona Simba msimu huu imebadilika, japo wanasema wanajenga timu lakini bado wanaokota alama ugenini. Kwa upande wako unawaambia nini mashabiki ambao bado wanaiunga mkono timu yao, lakini pia kuna wale wengine ambao walitarajia labda ushindi mnono kama ambavyo waliingia nao lakini haijatokea? Changamoto, mashabiki wa Tanzania hawapendi kuambiwa ukweli. Yaani hawapendi uhalisia wa mambo, kwamba Simba Sports Club bado anatengeneza project yake ambayo ametengeneza kwa muda mrefu kuanzia mwaka 2019 almost miaka kama 6-7 sasa hivi, si ndio? Kwa hiyo kombe la Afrika uchukui hivi, yani from nowhere, yani ndio umekuja, ndio umeingia, ndio umechukua. Na mimi nadhani hata kinachowapa pressure Simba Sports Club ni ile kuvunja ile rekodi ya Yanga ambao walifika finali ili kombe la shirikisho. Kwa hiyo kinachowapa pressure kubwa ni yale maneno wanayosikia kwa watani zao kwamba ilikuwa vipi. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi wanaangalia wasipofika finali wanakuwa bado wana deni, kwa sababu wakija kumgusa mpinzani wake atamwambia kwamba mimi nilifika finali. Wewe una nini? Wewe kila siku robo, nusu finali. Yaani nani yako yani sema nani mafanikio yako makubwa kwenye miaka ya karibuni ni nini? Ni nusu finali. Yes, kwa kwa hiyo Simba Sports Club yeye anataka approve, ndio maana tunasema wasiwape pressure wachezaji na viongozi, waache wafanye kazi yao. Yaani wakisema kwamba wawape pressure, mimi nadhani wanaweza wakaishia hapa nusu finali. Lakini wasipowapa pressure wakaweza kucheza, kwa sababu naamini kwenye uwezo wa Fadlu. Na ni mtu ambaye amecheza sana soka la South Africa. Yes, na analijua vizuri na ameishi, na inawezekana hata baadhi ya wachezaji ambao wapo Stellenbosch anafahamu vizuri, viongozi, kila mtu. Kwa hiyo wanachotakiwa kukifanya ni kutuliza, kama walivyoenda pole. Mimi nadhani waweza kuleta ubingwa hapa Tanzania. Ila wakienda na ile pressure ambayo wanapewa chini ya mtani wao Yanga, mimi nadhani wanaweza wakakosa kwenda finali. Bwana, hao ni Joe pamoja na Moyombo. Moyombo, una cha kuzungumza kabla ya kuwaga na kuwatakia heri mashabiki wetu? Mimi nawaambia, tunarudia tena, mashabiki waache ushamba. Yaani nafasi aliyokosa Ahua dakika za mwisho, yes, ni ya kawaida sana ile. Yaani ni nafasi, yaani wachezaji wengi wanapoteza nafasi kama zile tena katika mechi muhimu, tena wengine finali kabisa. Kwa hiyo mashabiki wa Simba ambao wanamzomea yule mchezaji, kwangu mimi ule ni ushamba. Mashabiki wa Simba waache kufanya kitu kama hicho. Wao wanatakiwa kuiunga timu mkono. Huyu ambaye wanamzomea leo, kesho atawabeba. Japokuwa unaruhusiwa kumzomea ama kumsema mchezaji, lakini kwangu mimi pale nimeona ni kitu cha kawaida kupoteza nafasi kama ile. Yes. Lakini Moyombo ulisema kwamba mashabiki waende uwanjani wakashangilie na wakazomee pia. Ndio niliwaambia, lakini sikuwalalishia moja kwa moja. Hivyo mwanangu. Sawa. Bwana, hii ni Bwigane TV, endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube kwa jina moja la Bwigane TV. Enjoy sports.